South Africa? Chuma kinaingia. Chuma kikalimoto kinaingia. Davis alitoka South Africa. Na huyu mwamba South Africa. Mwamba naye ametoka South Africa. Huyu ni mwamba ambaye amezaliwa katika kijiji cha Lozin, Lesotho. Sawa, tarehe 23 Desemba 1967 na miaka 57. Ndio walimu ambao tulikuwa tunataka sisi, mwalimu ambaye ana experience sawa katika ufundishaji. Kwanza ni mchezaji. Alishacheza mpaka timu ya taifa ya Lesotho amecheza, akaenda akacheza timu ya taifa vile vile ya South Africa. Si umeelewa position anayocheza ni midfielder huyu. Ni midfielder, ni kiungo wa kati. Na walimu wengi bora ukiangalia wengi wanakuwa ni midfield, ni viungo. Kwa hiyo ni mchezaji bora, alikuwa ni mchezaji bora, akaja ametumikia timu ya taifa, baadaye akaja kuingia kwenye masuala nini? Masuala ya ukocha. Ndani ya South Africa amefundisha timu mbili, timu tatu. Amefundisha Pretoria University, akatoka hapo akaingia Amazulu, akatoka Amazulu ameingia Stellenbosch. Stellenbosch amekaa kwa muda mrefu tangu msimu wa 2017 mpaka hapa juzi tunacheza nao nusu finali. Sawa, huyu ndio mwalimu wao. Amekaa kwa muda mrefu sana ndani ya nini? Ndani ya timu ya Stellenbosch. Na ndio mwalimu ambaye aloifanya Stellenbosch iwe na timu kubwa mpaka sasa hivi, ambayo iteteleki, na maana amejenga foundation ya Stellenbosch kuanzia chini mpaka sasa hivi. Stellenbosch iko ndani ya nini? Ndani ya mashindano ya nini? Mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo lakini zao lote yeye ndio mjenzi wa nini? Wa foundation na nini? Wa timu ya Stellenbosch. Kwa hiyo tumepata mwalimu aliyekuwa nini? Aliyekuwa bora ndani ya nini? Ndani ya Simba Sports Club. Kwa sasa hivi tuna head coach. Mwamba, wewe ni mtu wa football na bila shaka ulishuhudia mchezo wenu dhidi ya Stellenbosch kuanzia pale Zanzibar, mkaenda South Africa, lakini mliwatoa hatua ya nusu finali kwa goli moja. Mlimuonaje kocha? Performance ya Stellenbosch chini ya kocha Steve Barker iliwasumbua kwa namna moja ama nyingine? Ile timu ilitusumbua kwa sababu ukiangalia ile mechi Taza wetu tulivyoshinda Zanzibar pale, tulishinda goli moja la set piece la Jincha Zawa ambao Kibwa interrupt ile mpira, akafanya kama anataka kugonga, akauacha, ukamchuza golikipa, ukaingia golini, goli moja bila. Tukaenda kwao tukatoa sare ya nini? Ya bila. Sawa, sisi ndio tukapata kufuzu. Na hata msimu huu nao Stellenbosch wamecheza vinazalo, wako kwenye klabu bingwa shirikisho, wako kwenye shirikisho. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ni timu ambayo iko vizuri mpaka sasa hivi, wako kwenye shirikisho na wanafanya vizuri kwenye nini? Kwenye hatua za makundi. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa na anajua kujenga msingi mkubwa. Ila ni mwalimu ambaye anapenda sana kutumia wachezaji wenye kukimbia, wachezaji wenye umri mdogo. Sio, umeelewa? Wachezaji wenye kukimbia, wachezaji wenye umri mdogo. Yaani mpira wake ni wa kasi. Umeelewa bwana? Na anajua kushambulia kwa wakati. Timu inajua kuchezea mpira kwa wakati, na vile vile anajua jinsi gani ya kufanya nini, ya kuzuia. Kwa hiyo ni mwalimu mwenye experience kubwa ya mashindano ya nini? Ya kimataifa barani Afrika. Na kama tunavyofahamu ligi ya South Africa, ukimwona mwalimu ana compete mpaka anapata nafasi, timu inashika nafasi ya 3 au nafasi ya 4, nafasi ya 2, na inapata kushiriki mashindano ya kimataifa. Sawa, hiyo ujue hiyo ligi sio ligi ya mchezo. Kwa hiyo South Africa ni ligi kubwa, basi hiyo timu ujue sio timu ya mchezo. Kwa hiyo hata mwalimu wake naye atakuwa ni mwalimu mzuri. Kwa hiyo Simba tumepata mwalimu mzuri kwa sasa. Matumaini yapo na nina uhakika, kwa sababu what we going to find ni torch ambayo itaenda kutumulikia katika mapango ya klabu bingwa. Umeelewa? Kuna kiza kinene ambacho tutakutana na wadudu wakali kama vile nani? Kama vile Experienced Tunis. Ili tufuzu tunatakiwa tumgeuze nje ndani. Au tupate pointi moja kwao, afu hapa tuje tupate pointi 3. Tukishakuwa na 4, tukashinde mechi zetu 2 zilizobaki. Moja ya nyumbani, moja ya away na wale nani? Na wale Petro Atletico di Rwanda. Kwa lazima upate mwalimu mwenye experience kubwa, mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kufanya nini? Wa kuweza kungamua mbinu za timu pinzani na ajue apate vipi matokeo. Sawa, nikiangalia takwimu za Stellenbosch kwenye michuano ya kimataifa, CAF Confederation, yuko nafasi ya kwanza akiwa anaongoza hapa kundi C. Akiwa na Singida Black Stars, Sierra Belouizdad, Otodio na Stellenbosch. Stellenbosch amecheza mechi 2, ameshinda mechi 1, kadraw mechi moja, alafu hajapoteza mchezo hata moja na point 4 na ndio kinara. Inaweza ikawa mbinu za kocha ziko vizuri mwanangu. Mbinu za kocha ziko vizuri. Yaani mbinu za kocha na misingi ziko vizuri. Na ukiona, yaani jamani, Simba ni timu kubwa. Ukiona timu inakwenda South Africa
inaenda kuvunja mkataba na mwalimu anayefundisha timu inayocheza ligi ya South Africa. Hiyo timu ogopa sana. Hii sasa ndio good governance. Good governance. Umesikia kuna kelele zozote labda Pantev anadai au nini? Kimya. Umesikia kelele labda Fadlu Davis anadai au nini? Yaani ndio good governance. Tunamalizana. Shika time zako na sisi tunashika time zetu. Si umeelewa? Kwa hiyo kwa hili viongozi wa Simba nawapa kongole. Kikubwa tunachohitaji mshikamano katika uongozi wa Simba. Yaani viongozi wawe kitu hichi na mashabiki tuwe kitu hichi. Yaani tuimbe nyimbo moja ndio tutapata timu iliyokuwa bora. Huwezi kupata timu bora bila viongozi bora, mashabiki bora, benchi la ufundi bora na wachezaji bora, ndio unapata timu bora. Sasa mashabiki tukigawanyika, hawa wanazungumza hili, hawa wanazungumza hili, mwisho wa siku tunashindwa kukaa katika slogan yetu ya Simba nguvu moja. Mimi naamini sasa kocha ni mkubwa, wachezaji mimi naamini ni wakubwa wapo. Wamekosa tu mtu wa kuelekeza mbinu zilizokuwa sahihi katika kuendea katika mashindano. Lakini kama tutatulia, viongozi nao wakatulia, tunafuzu. Sawa. Kwenye kinyang'anyiro cha kusaka kocha mpya alihusishwa pia Romain Folz kwamba aliomba nafasi ndani ya Simba. Mbona mmempiga chini? Sio tumempiga chini kwa sababu ameshapita Yanga. Bado CV yake ndogo. CV ndogo. Nyinyi ndio mlikuwa mnampendekeza Young Africans endelee kusalia pale. Sasa kutokana na timu ya Yanga. Yanga si timu namba 13 barani Afrika. Hata kwenye 10 bora wamo. Sisi ni timu namba 5 barani Afrika. Kwa lazima vitu vyetu viende kama timu namba 5 barani Afrika. Yaani unapotaja timu 5 bora barani Afrika huwezi kumkosa Simba. Na ndio maana mashindano ya African Football League Simba yumo katika vilabu 8 barani Afrika, Simba alikuwemo. Kwa sio timu ya mchezo. Si umeelewa? Sisi sasa hivi hapa kama tutafanikiwa kumtoa experience katika kundi, umeelewa? Tukafuzu sisi tunaenda kushika nafasi ya 3 barani Afrika. Si umeelewa? Sasa ukishashika nafasi ya 3 barani Afrika, wewe sio mtoto mdogo, wewe ni mkubwa. Kwa hiyo mwalimu kama Romain Folz ni mwalimu ambaye anaweza akafundisha Anaweza akafundisha vilabu vidogo kama Yanga. Lakini kwa Simba ni timu kubwa, lazima ipate mwalimu mkubwa. JB 64 tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili na kocha mpya tayari sasa hivi amepatikana. Kuna advantage kubwa kwa upande wake kwenda kufanya marekebisho ya wachezaji ambao wanawahitaji hivi sasa. Hicho ndio kikubwa. Sawa, hicho ndio kikubwa na nina uhakika kabisa ni kwa uongozi wa Simba jinsi ulivyo, kwa sababu unasikiliza matakwa ya walimu wanahitaji nini. Mimi nadhani atapewa wachezaji anaowataka wa kuongezea 2-3 ili kwenda kufulfill na kuziba magepu yote ambayo yako ndani ya timu ya Simba. Wito wako sasa, mmempata head coach mpya, wito wako sasa kuiona Simba ile ambayo wengi wameizoea ikiingia hatua ya robo finali kwa sasa ni upi? Mimi nadhani tupige kelele hii. Tuimbe wimbo mmoja. Sio hao wanapiga kelele uongozi hivi, hao wanapiga kelele uongozi uko sahihi. Wote tuimbe. Uchaguzi si utakuja. Kwa hiyo wote tukae kitu kimoja, tu support uongozi ili waweze kutujengea timu iliyokuwa bora. Tukiendelea kupiga kelele ndio yale, wengine tukifungwa wengine wanacheka, wengine tukifungwa wengine wanafurahi. Lakini wote tukiimba wimbo mmoja, mimi na uhakika kabisa Simba tukikaa katika slogan yetu Simba nguvu moja, hakuna kinachoshindikana. Tulishapigwa na Uloya, tukaja tukapigwa na Raja mechi 2 kama hivi. Lakini tulifuzu. Hata hili vile kama tutakaa na wimbo huu, tukaisupport timu yetu, tukausupport uongozi wetu na wachezaji wetu watakuwa na imani, basi mimi nadhani moral itakuwa juu na tunaweza tukafanya jambo lolote lile la kuweza kufanikisha swala la kufuzu. Shukrani sana. Asante sana. Mkurugenzi wa Msimbazi Simba, na siku ya leo tumeshuhudia viongozi wa ngazi ya juu akiwemo Crescentus Magoli, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini pia Murtaza Mangungu na CEO wa klabu ya Simba wakizungumza na waandishi wa habari. Mengi yamezungumzwa, nataka tuchambue kidogo hapa na Mwamba JB 64. Kwema ndugu yangu? Bwana kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Mimi niko vizuri, niko shwari kabisa. Sawa, bwana tumeona viongozi za juu za klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamezungumza mengi kutokana na kile ambacho wamekizungumza kwenye mkutano dhidi ya waandishi wa habari. Kikubwa zaidi ambacho nataka tuanze nacho bwana ni kuhusiana na ile hotuba ya Engineer Hersi. Ni kama imewagusa viongozi wa Simba na bila shaka umemshuhudia Crescentus Magoli akizungumza kutokana na kile ambacho kimezungumzwa kule Qatar Doha. Kuna nini cha kuzungumza kutokana na ile hotuba ya Crescentus Magoli? Vya kuzungumza vipo, haviwezi vikakosekana, lakini hakuna ambacho mimi nilibakisha.
Unajua watu wengi sana tunazalauriana kwa sababu wewe unakuta unaongelea labda huko vichocholoni au vipi, lakini kiuhalisia wale watu wote waliokuwa wanatukana zile speech tulizoongea sisi baada ya lile tukio, sasa ndio wanatakiwa wajue kwamba kweli Engineer Hersi alitukosea watu wa Simba. Yaani alitukosea, na si watu wa Simba. Aliukosea mpaka mpira wa Tanzania, ameikosea mpaka nchi. Ameukosea mpaka ukanda wa nini? Ukanda wetu wa nini? Wa Sekafa. Umeelewa? Kwa sababu leo unapoizungumzia Simba, maana yake unaizungumzia timu bora katika ukanda wa nani? Wa Sekafa. Umeelewa? Yaani East and Central, maana yake unaizungumzia Simba ndio timu bora kuliko timu zingine zozote. Kwa hiyo Simba maana yake ndio amebeba minajili nzima ya mpira wa nini? Wa East and Central nini? Central Africa. Kwa hiyo unapoenda kuizungumzia vibaya Simba, tafsiri yake unaizungumzia vibaya Sekafa, unaizungumzia vibaya East and Central Africa. Si umeelewa? Na ndio maana tulikuja juu ya hili. Kwa sababu bora tungezungumziwa na mtu ambaye ametoka nje ya ukanda wetu, lakini tumezungumziwa na mtu ambaye ametoka ndani ya ardhi ya Tanzania. Alafu ni kiongozi wa timu ndani ya ardhi ya Tanzania, na yeye alitakiwa azungumzie mazuri ndani ya ardhi ya Tanzania, lakini yeye ndo anaenda kutoa kasoro vilabu vinavyoongozwa ndani ya nini? Ndani ya ardhi ya Tanzania. Na ikiwa anajua kabisa kwamba katika mashindano ya kimataifa kila mtu anatetea ukanda wake, si umeelewa? Kwa hiyo wewe unapoizungumzia vibaya timu ya ukanda wetu, matokeo yake unaiangusha nini? Unauangusha ukanda wetu, kwa sababu Simba ndio baba wa ukanda huu. Si umeelewa? Chukulia mfano Misri. Misri mechi ya National Al na Zamalek. National saligoma kwenda. Umesikia lolote limeendelea kule? Sheria ilitakiwa ifanyweje? National ilitakiwa anyang'anywe pointi 3 kama zilivyochukuliwa akapona ni Zamalek, na alitakiwa anyang'anywe tena pointi 10 na ngapi? 12. Jumla pointi 15. Alinyang'anywa hizo pointi 12. Hakunyang'anywa. Si umeelewa? Tafsiri yake kwamba wanajua huyu ndo anayobeba taswira ya mpira wa Egypt, na huyu ndo anabeba taswira ya mpira wa ukanda wa unafu. Sijui umeelewa? Leo ukiangalia mechi ya FAR Rabat na National, sawa, Sumona ulipotokea ugomvi kwa sababu ni mechi ya kwanza. Lakini ikitokea sehemu FAR Rabat anahitaji point, afu National ameshafuzu, National anamwachia FAR Rabat. Si umeelewa? National anacheza fair kwa FAR Rabat ili timu ya ukanda wa unafu iende. Wenzetu wanacheza kinchi, wanacheza kiukanda, wanacheza, si umeelewa? Yaani ndio Arabu walivyo. Na ndio maana ile kombe wanakuwa na vitawala wao sana hivi vikombe, kwa sababu wao wanacheza kimikakati. Sisi mikakati hatuna. Kwa maana hiyo ndio kusema Engineer Hersi anataka kuwabeba kama taifa. Yaani Engineer Hersi hakutakiwa kuongea mabaya ya Simba pale. Si umeelewa? Mifano iko mingi. Alafu sasa kama unataka kuiongelea Simba, ongelea uhalisia basi. Poor governance haipatikani kwenye watu kugomba, yani kuhitaji haki zao kidemokrasia. Wale wanachama wa Simba walikuwa wanahitaji haki zao za kimsingi kidemokrasia. Na katika demokrasia hivi vitu lazima viwepo. Poor governance, ninavyofahamu mimi, corruption, there is no transparent and accountability katika uongozi. Uongozi hauna forecast, uongozi hauna good coordination. Si umeelewa? Si umeelewa? Mimi nilishavizungumza kabla. Hapo ndo unapata poor governance. Unadaiwa, klabu inadaiwa madeni, maana yake hakuna accountability, yani viongozi hawawi accountable na hawako transparent. Hawasemi ukweli kwamba hichi kimefanyika hichi. Hapa ndio unapata utawala uliokuwa sio bora. Ndio maana unakuta klabu inadaiwa na FIFA. Si umeelewa? Nilizungumza yote haya. Kwa nini asizungumze kwamba timu yake yes ndo rais? Timu yako inadaiwa, inaongoza kwa madeni FIFA. Madeni ya wachezaji, unavunja mikataba ya wachezaji hapo walipi. Ile ndo poor governance sasa. Si umeelewa? Lakini Simba leo kuna kesi FIFA anadaiwa, kuna mchezaji yote anadai Simba. Yupo? Si umeelewa?
Lakini wewe umengangania, tumengangania, ina maana yule yani labda sisi ndo kama alivyosema mwenyekiti wangu wa bodi, sijui alikuwa anataka kuachieve nini. Yani kuna kitu alikitega alikuwa anakihitaji. Na anachokihitaji kuvutia wawekezaji kwenye upande wao na kuwapoteza wawekezaji wasije ndani ya klabu ya Simba. Ndio maana watu wa Simba niliwaambia na watu wa mpira wote niliwaambia kwamba mpira sasa hivi umetoka kwenye utani wa jadi, mpira sasa hivi uko kwenye uadui. Watu hawakunielewa. Unaona sasa? Hizi ndio silent features zinaanza kufanya nini kujitokeza. Mpira umehamia kwenye ushindani wa trademark. Sio mpira tena. Ndio maana uadui umekuwa mkubwa. Why? Kwa sababu vita ya kiuchumi ni mbaya. Si umeelewa? Vita ya kiuchumi, mtu yuko tayari kukuwekea sumu, mtu yuko tayari akuue kwa sababu ya masuala ya kiuchumi. Watu waliozaliwa tumbo moja hawapatani kwa sababu ya masuala ya kiuchumi. Si umeelewa? Kwa hiyo mpira wetu umeingizwa kwenye vita ya kiuchumi. Yaani kuna trademark zina compete katika masuala ya kutafuta nini customer ya bidhaa zao. Si umeelewa? Ndio maana mpira sasa hivi umekuwa na uadui. Leo shabiki wa Yanga na shabiki wa Simba hawawezi wakakaa chungu kimoja. Na ndio maana sisi tukaamua, sawa, mimi bwana Meja, Dr. Mo, umeelewa bwana Godi Yanga, mchungaji, tukaamua tukae pamoja na mzee wa Saruti tutengeneze kitu kinachoitwa nini? Tanzanian Sports Influencers Promotion. Kwa nini? Tumeona mpira huku tunakuelekea siko tutashindwa kusikana. Yaani nimeona kabisa kwamba huku tunakuelekea tutashindwa kusikana. Ndio maana tukaanzisha huu umoja wetu ambao mechi yake inachezwa tarehe 20 ngapi? 21. Kwa ajili ya nini? Kuondoa ule uadui. Inatakiwa watu wote tuwe pamoja muda wote. Leo Godi Yanga hawezi mimi nikienda kwenye mechi ya Yanga, Godi Yanga hawezi akanifanya mimi kitu chochote. Kevo hawezi akanifanya mimi kitu chochote. Meja hawezi akanigusa. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kuna sehemu nyingine tunakutana baada ya mechi. Si umeelewa? Si umeelewa? Hivyo wabunge wanaweza katika utani wa jadi wamekutana uwanjani wanaweza wakapigana. Watakutana bungeni. Na sisi vile vile sasa ma-influencer ndio maana tukatengeneza bunge letu. Ina maana tukitoka kwenye mechi tutakutana wapi? Wewe huwezi kumpiga mwenzio kibao, ukinipiga kibao tutakuja tutakutana kwenye vikao vyetu. Lakini kuna baadhi ya wapumbavu fulani wanaopiga vita huu moja. Wanaopiga vita kweli kweli. Mpira sio uadui. Yaani unalikuta jika limeamka lishakula miogo yake, limekunywa kashata na makawa, limekaa kwenye kijiwe cha kawa linaanza kuongea eti mechi iliyoandaliwa ya ma-influencer ya watani wa jadi. Anakuambia tu ile haifai, Simba tunalazimisha furaha. Kuna maisha baada ya mpira. Wewe umesoma shule wapi? Lakini tatizo shule. Mpira sio uadui. Leo Real Madrid amefungwa mechi 5 mfululizo na Barcelona. Lakini sikacheza juzi, sikashinda Real Madrid. Kona kula watu wachukiane. Dortmund mechi 8 sui 9 ndo kashinda juzi. Inter Milan na AC Milan hivyo hivyo ndo mpira ulivyo. Sasa mtu anakuambia eti mtasababisha tufungwe tena. Yaani anataka kufanisha na mechi na tukifungwa watu watahesabu itakuwa mechi 7. Yaani sisi tushindwe kutengeneza furaha zetu za maisha eti kwa kuogopa Yanga kwa sababu ametufunga mechi 6. Mtu anaenda anaongea tu ujinga. Yaani ni nani sense, yani watu hawana akili. Yaani yeye anachoangalia ili mradi tu apate followers. Sasa hii inaenda kutengeneza nini? Disunit ndani ya Simba. Simba sisi tunajigawanya wenyewe. Tayari na maana washaleta mpasuko. Kuna baadhi ya mashabiki wanawasupport, kuna baadhi ya mashabiki wanawafanya nini? Kwa tunaendelea kutengeneza nini? Mpasuko. Si umeelewa? Kwa hiyo yani moja kwa moja unaona kabisa kwamba Engineer Hersi alikuwa hayuko sawa. Yani pale amekosea. Kwa sababu kwanza huo umoja, sawa, Simba mpaka sasa hivi sisi hatujaidhinisha kwamba tumo kwenye huo umoja wao. Na sisi sio nini? Sio wanachama wake. Kwa nini utuzungumzie sisi bado hatujaidhinisha hiyo ACA nini sijui? ACA. Umeelewa? African Club
Association. Sisi bado hatujaidhinisha kwamba tumo, na sio sisi National Wydad Casablanca bado hajathibitisha kwamba wamo. Huu ni umoja, hii ni volunteer. Hii kama njoo, huwezi kumlazimisha mtu aingie humo. Kuna vita kali sana na CAF. Umeelewa? Sasa mimi yeye angelikuwa na akili timamu, sawa? Wakati ule mgogoro unatokea pale, kesho yake alitakuwa wafuate viongozi wa Simba. Au angeitisha press aongelee hapa, wapate viongozi wa Simba aliongelea hili ndani ya nchi, sio kutoka kwenda kuongea Qatar kwenye mkutano wa nini? Umoja wa vilabu Afrika. Ametukosea sana. Vicentus Magoli ameulizwa kuhusiana na Simba kujiunga katika umoja huu wa vilabu. Kasema kwamba no comment. Lakini pia akazungumza na kusema kwamba wao kama Simba, nyinyi kama Simba mnatafakari kwa kile ambacho amekizungumza, na je, mtakuwa tayari? Basi mtakuja na majibu. Kwa upande wako unazungumza nini? Hii ndio good governance. Hii ndio good. Kiongozi bora ni yule ambaye ana good forecast. Unaelewa maana neno forecast? Labda inawezekana kila siku naongea forecast watu waelewi. Maono. Si umeelewa? You must know what you will going to get when you join with what? ACA. Si umeelewa? You must know advantage and disadvantage after joining to this sort association. Si umeelewa? You must know the principle of this association. Si umeelewa? Objective of this association. Unaona sijua? Watu wapewe elimu kwanza. Si umeelewa? Watu wapewe elimu, hizi za wanachama. Lazima wanachama wapewe elimu, wajue nini maana ya ACA. Wengi hawajui, wanaona tu ACA. Na ndio maana wenzetu wanajinasibu, rais wetu sijui nini, amekuwa mkuu wa vya, hawaelewi hata hiyo ACA ni nini. Si umeelewa? Yaani hii ACA, African Club Association, haina tofauti na association zingine ambazo zimeanzishwa. Kuna association za wakulima, kuna association za wafanyakazi. Leo unapozungumzia International Labour Organization, hizi zote ndo hizi zote kwa ajili ya kutetea maslahi ya wafanyakazi, kwa ajili ya kutetea maslahi ya watu wa mpira, kwa ajili ya kutetea maslahi ya vilabu, kwa ajili ya kutetea maslahi ya wakulima wa kahawa, nao wana chama chao vile vile. Wakulima wa tumbaku nao wana association yao. Wakulima wa pamba nao wana association yao. Vilabu sasa ndo vikaamua waanzisha association ambayo ni ACA, yani African Club Association. Lengo nia na mazumuni ni nini? Lazima uelewe na lazima uelimishe watu. Mimi kama GB64, I know it very well. Umeelewa? Kwamba huu ni umoja wa vilabu na umetengenezwa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya vilabu vyetu. Si umeelewa? Si umeelewa? Kuna haki nyingi zinapotea. Na hivi vilitakuwa vianzia hapa Tanzania. Kama yeye kweli angekuwa mwanaume kisawasawa na akili timamu, kiongozi bora, angeanzisha hapa Tanzania. Mbona wao ndio wanaonekana ndio tangu waingie katika utawala wa mpira ndio wanaoendelea kuiharibu ligi yetu, kuharibu mpira wa Tanzania? Hivi kiongozi mwenye akili timamu kweli unaweza ukaassociate katika kusababisha tajiri yako, yani bosi wako, aidhamini ligi na wakati wao una timu ndani ya ligi? Wewe kiongozi bora wewe? GSM hakutaka kudhamini ligi hapa. Sasa nataka kuwa mdhamini mwenza hapa na watu wakavalishwa mpaka jeshi na wamezulumiwa mpaka leo hajalipwa. Hivi ndio vitu vya msingi alitakuwa yeye asimamie kama yeye kweli mtu wa mpira anautaka mpira wa Tanzania. GSM hiyo baada ya kukatazwa hii babla alivyosimamia ikavunjika, wakarudi wakaanza kudhamini vilabu 9 katika ligi ya Tanzania. Yeye yuko wapi? Si mwenyekiti wa vilabu? Kina Mtibwa nani wote si wapo? Amewatetea nini? Mbona anazungumza mimi tu GB64? Yeye aliongea nini kuhusu hili? Yes, ni mwenyekiti wa vilabu. Kaongea nini? Kaongea hili.
Hamna kitu. Leo mambo mangapi tumeona juzi hapo. Kamati ya masaa 72 inakaa, Diala kaachwa. Wamefungiwa kina soa tu. Waliogusa ndo wamefungwa, lakini yule aliyepiga, mimi mpaka kuna nani moja nikatengeneza nikapost ya Ulaya na ile aliyofanya Diala ni vile vile. Yule kule akapigwa umeme na akapigwa mechi swing ngapi na fine juu dola 20,000. Diala huko kaachwa. Haya ndo mambo ya msingi. Kama kweli unaupenda mpira, usiangalie Wasambaa na msemo mmoja, yani mtoto wa nyumbani mwizi, mtoto wa nyumbani hata akiwa mwizi uambii mwizi ni mdokozi. Tena anafungwa na kamba ya mgomba, yani unataka kumpeleka polisi unamfunga na kamba ya mgomba. So ya mkonge, mkonge atashindwa kukata. Si umeelewa? Sasa wewe unaangalia mabaya ya wenzio kwako, na ndio maana mwenyekiti wangu Mangungu Profesa alisemaje? Ukitaka kufagia anzia kwenye miguu yako. Ina maana kubwa hiyo wewe. Umeelewa? Unaelewa maana yake? Ukitaka kufagia anzia wapi? Maana yake alitakiwa anze maovu ya timu yake. Wewe angetakiwa jiangalie kwanza yeye kwenye yale mamlaka, kwenye ule urais aliingiaje? Injinia aliingiaje? Hivi kweli ukichukua katiba ya Yanga, injinia anaruhusiwa kugombania mwenyekiti wa Yanga au rais wa Yanga? Anaruhusiwa? Yes, katoka GSM. Mara ya kwanza kabla ya kugombania urais, si aliletwa na GSM? Aje kusimamia nini? Haki na pesa za GSM zinatumikaje? Baada ya kumpiga hela zile wanataka zile kwa mezani, wakawa wanakula baadhi ya viongozi, sajili zikawa mbovu, kina Ipe kina nani. GSM si akasema kwamba najitoa, kama mtaki najitoa. Sajili nataka nifanye mwenyewe. Ndio ikabidi arudi mezani, tunafanyaje? Hapo rais nataka awe nani? Awe mtu wangu, ndo anatolewa kule kwenye kampuni ya GSM akiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji, ndio analetwa pale anakuwa rais wa nini wa Yanga. Ulifanyika uchaguzi? Kuna uchaguzi uliofanyika? Sizadi kwenda kumpitisha, hakuna demokrasia kwenye uchaguzi wao. Sisi kwa tulifanyika uchaguzi. Mangungu mara kwanza aligombania na Juma Nkamia akashinda, mara ya pili kagombania na Moses Karua akashinda. Kwa kula watu mpaka saa 8 za usiku tuko pale. Kumba Mwalimu Nyerere. Wao uchaguzi ulifanyika, kagombania peke yake, unasema ndio au hapana? Yaani kaekwa injinia na jiwe. Sio, umeelewa? Najua hapa kuna mdada Yanga anaumia huyo. Shukrani sana Jimmy. Asante sana. Umekuwa unataka kukatisha hivi.